Saa 12 ya asubuhi Ijumaa hii tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2026. Hii ni redio ya kijamii Kivu, msikilizaji, na naweza kukukaribisha kuungana nami katika uchambuzi wetu wa habari ambao unakuwa ukibukwa na kurasa mbalimbali. Uchambuzi huu wa leo utakuwa na ukurasa wa habari muhimu, habari za mahali, habari za michezo na habari za kitaifa. Izake Murucha Ashipe, mchambuzi wako upande wa pili Jean Makelele Kala Jaden. Msikilizaji, na kukaribisha kuandamana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Na sasa tunafungua ukurasa wetu wa kwanza kabisa ambao ni ukurasa wa habari muhimu, ambako nampisha mwenzangu Safari Alimasi Dilwe. Safari Alimasi, habari ya asubuhi? Nimeamka salama, sijui upande wako tu. Mimi niko sawa kabisa. Labda kwa asubuhi ya leo ni kipi mweletea wasikilizaji? Katika asubuhi ya leo kuna habari mbili ambazo tumezipa kipaumbele, na kwanza ni kuanzia hapa katika mji wa Baraka Izaki, ambako mtu mmoja, baba wa familia aliyejulikana kwa jina la Rashidi Anzuruni wa miaka 50 ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana usiku wa Jumatano ya tarehe 25 Machi 2026 katika kata la Kalingasidi hapa Baraka. Na kwingineko ni huku habari za kitaifa, ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejibu vikali matamshi ya hivi karibuni ya rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, ikiyataja kuwa ni madai mapya ya vitendo vinavyofanywa na waasi wa M23 mashariki mwa nchi. Izaki, na kuacha uendelee, tulikuwa nayo kwenye habari muhimu. Shukran. Siku tatu baada ya kushimikwa kwa meya makamu mpya wa mji wa Baraka, uongozi wa shirika la raia Force Vive mjini umetoa neno lake kuhusu uongozi huo mpya, ukiwataka vijana na viongozi wa mjini humu kupendelea maendeleo kuliko mijadala isiyo na tija mitandaoni. Albert Tonda Maisha, kiongozi wa shirika la raia Force Vive mjini Baraka, amepongeza uongozi mpya wa mji ambao ameuomba maendeleo na usalama. Sisi kama shirika raia hatuwezi kuwa mashirika ya kiraia ya eneo bila uongozi, na sisi tuko hapo kupewa uongozi wa kuongoza, kwa sababu hatuyafikia wakati ya sisi raia kuchagua, na tumepata kiongozi mwingine. Tunajua mpaka saa hii jiji la Baraka liko na meya wa jiji Mbocha Hussein, lakini hayupo, na ambaye amekuja kwa leo ni Bwisemene Wilonja Lambert. Sisi kama vishirika raia ni kupigia makofi na kupongeza, kwa sababu sisi hatuna jambo lingine, ni kuomba tu tuwe na viongozi ambao watatumika na raia, na ile maitirafu tunasogeleana na tunatumika kazi kwa kuomba maendeleo na kuomba usalama. Aidha, Bwana Albert Tonda Maisha amewataka vijana kutokuzozana kwa ajili ya uongozi, ila kuweka kipaumbele maendeleo ya mji wa Baraka. Zaidi ukiona vijana mu reseaux sociaux wanabebana, najiuliza vijana hawana kazi ingine, utajikuta kuanzia 6h mpaka kufika ingine 6h ma reseaux sociaux watu wako na bebana, kwa sababu mimi ni wa uongozi fulani, nyinyi mlikuwa wa uongozi fulani. Kuna viongozi wana create ma group kwamba hawa ndio wangu na hawa hawako wangu. Kiongozi haiko vile, kiongozi hana wake, na hakuna mtu wa kusema ule kiongozi ni wangu. Kiongozi ni wa watu. Tuko naomba watu wasi create ma conflict sana juu ya uongozi. Watu wabebane juu ya maentere ya fulani amejenga ya hivi na mimi nitajenga ya hivi. Fulani amefuga kuku 12, mimi nitafuga kuku 15. Fulani amefuga sungura 60, mimi nitafuga sungura 100. Ile njoo kubebana ya mzuri. Kwa leo mimi Albert avec etablissement tuendelee, niko naambia vijana waje ni wafunze kufuga, lakini wanabakilia tu ma conflict tu, magrupe tu, mchana mzima mtu anauza mega 1 giga 2 giga inaisha, na anashindwa kurekipere meme 2000 francs ya ile giga ambayo alifanya. Kwa kumalizia, kiongozi wa Force Vive ameweka bayana kero yake kuhusu masemi ya administrator wa tarafa ya Fizi, ambayo amesema yamekuwa kama kashfa kwa viongozi wa mji wa Baraka, huku akigusia suala la kuuzishwa kwa uwanja wa mpira wa Kibonjwa ambao amesema hauwezi kuuzishwa, kwa hiyo wananchi wasitetereke. Tumesikia jana kwenye radio RCK ya administrateur wa territoire ya Fizi ambaye amepongeza, lakini tumelaani kitu fulani ambaye administrateur amesema. Wakati administrateur anasema Fizi sasa imepata kiongozi ambaye atatoa raia wa jiji la Baraka mu mateso ambao walikuwa nayo muda mrefu,
administrateur wa territoire ya Fizi njo amejua matatizo yetu ya muda mrefu. Anapenda kutuambia kuanzia meya Mbochwa, Emerit, Swazi wametujere mu mateso sisi. Yeye ndio atajua mateso nafasi yetu sisi. Hatuwezi tika tutukanie viongozi wetu wa jiji la Baraka vile. Jambo la mwisho la kuambia wasikilizaji ilikuwa juu ya kuwatuliza kwa sababu ya tatizo ya spoliation ya tere ya Flambeau pale Kibonjwa. Tuko naifanyizia kazi, tumeyua tayari wanani ambao wamenunua pale, na tumeyua tayari kupitia vikaratasi ambayo tumepata wanani wameuzisha. Raia na wale ambao wanatumikisha ile stade watulie, wasitumikishe violence. Solution itaonekana niko Pacific, na ile stade haitajengewa na mtu na haitaenda fasi, kwa sababu ile ni ubandia ambayo umefanyika. Msikilizaji, tunakumbusha kuwa maneno yote hayo Albert Toda Maisha ameyasema akiwa kwenye mahojiano na redio ya kijamii Kivu, mahojiano ambayo yatapeperushwa kwenye matangazo yetu awamu ya pili ya Ijumaa hii. Tunakualika kuyasikiliza. Tukiwa tu mjini Baraka, tumekataa katukatu uchaguzi kuongozwa na shirika la wafanyabiashara FEC ndani ya soko ya Jetem. Kwa hiyo tunaomba kwa viongozi wa serikali na wabunge wachaguliwa wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka kuingilia kati jambo hili kabla halijaleta sura mbaya. Ndivyo umesema uongozi wa soko la Jetem kupitia kiongozi wake kwa ushirikiano na baadhi ya wafanyabiashara wa soko hilo. Katika mahojiano na mwandishi wa habari wa Radio Kivu Alhamisi ya tarehe 26 mwezi Machi mwaka huu, Maua Masoka Line ni kiongozi wa soko hilo la Jetem, amesema kuwa ni vema viongozi wa serikali na wabunge kukataza shirika hilo la feke kuachana na mambo ya soko ya Jetem, kwa kuwa tayari wamejiunga na shirika lingine, kama alivyoanza kuonesha sababu mbalimbali za wao kukataa kuongozwa na shirika hilo la feke. Wakati tulikree soko, sie kukree soko, tuliendaka kufeki amwata towafa. Tuko tunakutana na watu wa feki juu ya adhesion. Balikatalaka hatutajadere. Na wakati balikatala, juu balijua malengo yenye tulikree soko, balituachaka mbarabara, balitukatalaka, balisemaka ke abarekonete kama hapa Jetem kuko soko. Wakati premier conseiller wa ministre alitokaka Bukavu, akaleta marete reglement zetu zote alilitaka d'ordre de l'extérieur zote alilitaka za soko, akakia kutukavizi wakatushimika, na mpaka kwa sasa gisi tuko hapa tunaona alama ya mshangao. Hatutumikaki na feke siku hata moja, na mu marché Jetem hatuwezi ingia mfeki juu hatuna capital kasie kuingia mfeki. Niko na mtai ya 150,000 franga ya makongomani, naweza enda ingia mfeki hayo. Mimi napaswa niingie mkopemeko kwa ajili kopemeko ndo fake ya batu ya biashara ya chini chini wa biashara ba kidogo kidogo. Na hatutaki tena, mimi nashitikiza hatutaki fake kuingia msoko ya marché Jetem. Tulikatalanaka na fake alituachaka mbarabara, tulibebaka mimba tukaenda na mimba, papa na beba mimba ni ya nani? Ni ya Jetem. Nakatala wende kwa bwana yako hapa kwangu utakanyaga juu niisha kuya huko, niisha lima shamba yangu na kwa nakula matunda ya shamba yangu. Leo anaanza kiasema hii mpaka ya shamba ni yangu, hii shamba ni yangu. Ni vitu vya kushangaza sana. Mwa wote wa depute wenye tulichagulaka, habari ya marché Jetem mnaijua kuanza mwanzo mpaka mwisho. Usisahau juu ya soko ya marché Jetem, na msipende pesa kulikoni ya watu. Hapana, mjue si watu si ndo tunabachagulaka. Sisi watu ndio wenyewe tunabachagulaka. Manake tunakatala tena nakatala feke kuingia msoko. Mkipende explosion tutafanya manifestation, tutatembea vile gisi tulipambanaka kwa ajili ya kupata hizo. Tutatembea hivyo. Serikali tunapasha kuongea kusema kama vice gouverneur atie batu ya feke chini juu na meya wa jiji, na si hatuna kapitali ya kutumika na feke. Tunakatala, hatuna kapitali ya kutumika na feke yende kumabralima misisi kule kwa wanachimbaka mauruzao kule, ndo kwenye feke inapaswa yende. Upande wa baadhi ya wachuuzi waliozungumza na mwanahabari kutoka Radio Kivu ndani ya soko hilo la Jetem wamesema kuridhika na uongozi uliopo madarakani kwa sasa, huku wakipinga swala la uchaguzi ndani ya soko hilo. Wengineko wameitaka serikali kusikia malalamiko yao kama wanavyoeleza. Kenya pesa kuongea mama journaliste, si hatuko watu ya fake.
Juu sie tuna biashara vile vya kidogo kidogo. Pesa zenyewe tuko nazo ni huyu alete sashe, huyu akileta sashe mimi nabeba kafungo pale mimi natereka. Nitakuwa mtu wa feke kama namna gani? Sisi tulishaka jiunga kukopemeko. Ndo kwenye sie tuko hatuko kufeke. Mimi ni mfanya biashara vidogo vidogo msoko ya Jeteme. Ndio, sijui unaweza kutuambia nini kulingana na uchaguzi ambao unaandaliwa? Mimi kulingana na uchaguzi, mimi sipendelee uchaguzi juu viongozi wetu kwa navyo tunarizika. Sisi hatujaona unyanyaso wa viongozi wetu kwa navyo juu tunarizika, wamama wametulea, tumeanza mbali mpaka leo soko ya Jeteme ionekana ase ni soko. Juu ya mama wetu kwa navyo na viongozi wetu kwa navyo. Mimi ujumbe kwa serikali naona sisi watu wa soko ya Jeteme tulishajiunga kukomeko. Hatuoni tena mlengo wa feke kwetu juu tulisumbuka muda mrefu hatukuona feke. Serikali ikubali malalamiko yetu juu tujiunge tu kukomeko. Mie niko mambo wa soko ya Jeteme. Juu soko yetu ya Jeteme maana yake tunaianzia hako mbali. Serikali naiambia hivi. Sie kama sie vile wa mambo wa soko ya Jeteme. Hatuna mitaji ya kujiunga kunani kwa mambo wa feke. Hatuna mtaji. Na kama hatuna mtaji, tumeshapata kashirika ketu kakopemeko kenye kanatulea. Na haka ndio tutashirikiana nako kama sie vile wa marangaza, hatutaki mizozo na hatutaki fujo. Hawa wa mambo wetu wa presidenti wetu tuko nao. Tunarizika nao jinsi balipambana mwanzo kusoko na wanazidi kupambana na tuko nao, wanatulea na tunaleana, hatuna shida nao. Mtu mmoja baba wa familia aliyejulikana kwa jina la Rashidi Anzururi ya miaka 50 ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana bado usiku wa Jumatano ya tarehe 25 Machi katika kata ya Kalinga Side mjini Baraka. Kwa jambo hilo, shirika la raia Susiko RDC limelahani kwa hali ya juu kitendo hicho. Akiwa mbele ya redio yako, Bwana Abedi Chakubuta Jojo Ngonda, mwenyekiti wa shirika la raia Susiko RDC mjini Baraka, amesema kuwa vitendo vya mauaji vilikuwa vimepungua kwa kiasi kikubwa, hali ambayo ilipelekea raia kuishi kwa amani, ila kwa sasa vitendo hivyo vimerejea na kutia raia katika wasiwasi mkubwa. Upande mwingine, ametoa picha halisi ya tukio la mtu huyo kuuawa lilivyokuwa. Nimesikitishwa sana kuona tena hali ya vitendo ambapo vinakuwa vikifanyika katika jiji la Baraka mwezi siku ambapo raia tayari walikuwa washaanza kutulia, lakini tena wahalifu wanaanza. Na kwa hiyo tunaomba serikali kamate jukumu. Ni kwa hiyo tunasikitishwa na kifo cha ndugu Rashidi Anzuruni Biamba wa miaka 50. Ni mzee ambapo ameuawa mnamo mida ya saa 1:30 alipokuwa akitoka ngambo za chini kwa kujielekeza nyumbani, na ndio hapo alipigwa masasi pale kwenye quartier ya Kalinga Sud, pembezoni la shule la msingi la EPAK Ato la 34e Kadafe katika komine ya Baraka Centre. Bwana Rashidi Anzuruni Biamba wa miaka 50, unajua kwamba ni mtu mzima na ni baba wa familia. Ameacha watoto karibuni 7, ameacha mke na wale kazi. Kwa hiyo inakuwa ni hali ambapo imesikitisha kwa mtu kupotea mazingira ambapo imetatanisha ya kupigwa masasi kwa mida ya usiku. Kwa hiyo tumesikitishwa na kitendo kama na hicho, na kuomba gouvernement congolais kwa kupitia ma service de sécurité na défense notamment FRDC pamoja na la polisi kishindikizwa na waalie wao incontournable wazalendo. Kwa hiyo warenforcer beaucoup plus sécurité katika jiji la Baraka, na kwa hiyo na tunaomba pia kupoe ankete ifanyike ili tujue ni wanani ambapo wametenda hicho kitendo, wale walifu ambapo sasa hivi hawakujulikana. Ni sikitiko kubwa kuona tunapoteza mzee angifanya vitu vingine vya maana katika jamii yake na pia na kwa kusaidia serikali ya Kongo, lakini ameuawa kwa mazingira ambapo sio nzuri. Na tunakuwa kila mara tukiwaambia watu kwamba reglement de compte haiwezi karesoudre probleme wakati kuna tatizo katika familia au katika watu kwa watu tofauti na familia yao. Tuangalie namna gani ya kuwa naacha vitendo vya kuua mtu, vitendo ambapo vya kujishukulia sheria mikononi na kwa kuua mtu ambapo labda
amekufa, hajulikani amekufa namna gani, hajulikani kama alikuwa na kosa ama alikuwa na kosa. Na kwa hiyo ikikuwa na kosa ni lazima unampeleka kwa watu ambapo wanahusika. Sisi tumekondania kitendo na tumeomba kwamba kukuwe namna ya kufanya utafiti au ile tunasema maankete afeki wale ambapo walitenda kitendo kama na hicho wapelekwe kwenye vyombo vya sheria na wajieleze. Na sasa ni ukurasa wa habari za michezo, na muona Omari Makelele Uzile tayari mshakuwa studioni hapa, lakini kabla sijakupa Mike Omari niwaambie wasikilizaji kwamba timu ya taifa ya DRC inaendelea vema na maandalizi ili kucheza mechi ya baraja tarehe 31 mwezi huu na mshindi kati ya Nouvelle Calédonie dhidi ya Jamaica. Vile vile Mbappe amesema yuko tayari tena kutibiwa na madaktari wa klabu ya Real Madrid. Kwa hiyo karibu sana utuambie wasikilizaji yale ambayo umewaandalia kwa asubuhi ya leo. Asante Isaac Mulucha Shibe. Ni kwamba tuanzie kwanza na hapa DRC. Ni kwamba kulipigwa mechi moja hiyo jana kwenye ligi kuu hapa nchini DRC. Ni kwamba timu ya Lubumbashi Sport iliweza kuanyuka FC Chikas mabao 3-1 katika uwanja wa Kibasa Maliba huko Lubumbashi. Na upande mwingine ni kwamba kikosi cha timu ya taifa ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo maarufu Leopard kinaendelea vema kabisa na maandalizi huko nchini Mexico, na wachezaji wote wanaonekana kuwa imara, ambako usiku wa kucha siku ya 3 ya wiki tunayo Leopard waliweza kuwachabanga timu ya Bermudes mabao 2-0, mabao ya Fisto Mayele pamoja na Yohani Wissa. Tukumbushe kuwa DRC wanasubiria mshindi kati ya Nouvelle Macedonie dhidi ya Jamaica ndio atakayepambana naye katika mechi ya baraji ili kuwania kombe la dunia mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Na mechi ya Nouvelle Macedonie dhidi ya Jamaica itapigwa leo tarehe 27 mwezi wa 3 2026. Mshindi hapo basi atakwenda kuvahana na DRC tarehe 31 mwezi huu tunao. Tusubiri tu itakuwa namna gani. Je, DRC watapambana na Nouvelle Macedonie aiza Jamaica? Yote tunaweka mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Asante. Ni kwamba kungineko Izake kule katika bara la Ulaya, kabla sijawapatia matokeo ya mechi mbalimbali ambazo zimepigwa, lakini kunako tetesi za usajili ni kwamba klabu Real Madrid kwa sasa wameanza kufanya taratibu za kumsajili kiungo wa Manchester City Rodri majira ya kiangazi. Manchester City tayari wanafahamu hilo na hawataweza kumzuia Rodri ikiwa ataamua kuondoka mwishoni mwa msimu huu. Inasemekana kuwa Kylian Mbappe ameeleza rais wa Real Madrid Florentino Perez kwamba hataki tena kutibiwa na madaktari wa klabu ya Real Madrid. Ripoti zinaeleza kuwa Mbappe amepoteza kabisa imani na madaktari hao wa klabu kwa kuwa sintofahamu walioonyesha kwenye mguu wake wa matibabu. Lakini sasa si Real Madrid iliweza kuwatimua madaktari wote? Imewatimua madaktari, lakini kuna wengine madaktari baadhi ambao wamebaki. Na wale ambao wamebaki Mbappe amesema kuwa kutibiwa kwake na madaktari hao haitowezekana kwa kuwa yeye anasema kuwa kuna daktari mmoja ambaye anaitwa Christophe Bodot kule Ufaransa, daktari wa Paris Saint-Germain, ndiye ambaye atakuwa anamwangalia. Ndiye anayemwamini kwa sasa. Anamwamini kwa sasa. Ndio alikuwa daktari wake wakati mchezaji yuko pale Paris Saint-Germain. Twende sasa tetesi sasa za usajili hii. Hapa tunakwenda sasa kuambia wasikilizaji matokeo ya mechi mbalimbali ambazo zimepigwa siku ya kucha leo. Pale katika bara la Ulaya kulipigwa mechi za barrage ili kuwania kombe la dunia. Uturuki waliweza kuanyuka bao 1-0 Romania, na Republic Czech wakatoka 2-2 dhidi ya Ireland, lakini kunako mikwaju ya manati vijana wa Republic Czech wakaweza kuanyuka timu ya Ireland mabao 4-3, na Denmark vile vile wakaweza kuanyuka timu ya Macedonia mabao 4-0, na Italy wakawatandika timu ya Ireland ya Kaskazini mabao 2-0. Poland wakawanyuka timu ya Albania mabao 2-1, na Slovaki wakaweza kutandikwa mabao 4-3 na vijana wa Kosovo. Ukraine wakaweza kutandikwa mabao 3-1 na vijana wa Sweden, na Wales wakaweza kutoka sare ya 1-1 dhidi ya Bosnia Herzegovina, lakini kunako mikojo manati vijana wa Bosnia Herzegovina wakaweza kupata ushindo 4-2. Na upande wa vilabu kulipigwa mechi za kirafiki. Timu ya Hoffenheim ya pale Ujerumani waliweza kutandikwa mabao 5-2 na vijana wa
Vert na klabu ya Osnabrück wakaweza kutoka sare ya 2-2 zile vijana wa Borussia Mönchengladbach. Mimi nimekukatia hapo Omari Makileo, zile muda wako umeisha. Naona umenikata kweli kweli. Asante sana Isaac Mulucha Ashibe. Shukran Omari Makelele kwa ukurasa wako huo wa habari za michezo. Msikilizaji, na ukumbuka tu kwamba unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari kutoka redio ya kijamii Kivu unayochukua kwenye masafa ya FM kuna mita bendi ya 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Kuto kupakuliwa kwa haraka kwa bidhaa ndani ya maboti kwenye bandari ndogo ya Mshimbaki yaweza kuwa na madhara unapolinganisha na kipindi hiki cha mvua nyingi na upepo. Ndivyo wamesema baadhi ya wafanyabiashara wenye kuwa na bidhaa ndani ya boti katika bandari ya Mshimbaki. Taarifa tunazo zataja kuwa tangu boti hizo za kibiashara ziwasili kwenye bandari ndogo ya Mshimbaki, hakuna shughuli yoyote ya upakuaji ambayo imeshaanzishwa. Upande mwingine wafanyabiashara wafanyabiashara wa bidhaa hiyo tuliohojiana nao wametaja kuhofia madhara ambayo yaweza kuripotiwa endapo wakuu viongozi watachukulia swala hilo kwa dharura, kwani kwa mujibu wao kinga ni bora zaidi kuliko tiba. Siku ya 4 hii hakuna kazi yoyote ya upakuaji iliyofanyika kwenye bandari hiyo ya Mshimbaki, huku boti zikiwa zinaelea na bidhaa yote ndani ya maji. Hawa hapa ni wamoja kati ya wachuuzi wanajieleza kwenye mic za Radio Kivu. Sisi ni wachuuzi, tunakuja hapa kwa sababu ya kulilia mizigo yetu ambayo iko maboti kule Kutanganyika ipakuliwe. Ni mizigo ambayo tunatosha Tanzania na mizigo hiyo iko mitumbu ya mambao. Sasa leo kukukua kazi, tunaomba sasa vitengo vyote vya serikali vitusaidie kesho mizigo yote ipakuliwe, sababu inaweza ikazama mule mumai pale kuporu kwa mitumbu ya mingi kwa maboti hata 10. Kuna maboti ina siku 5, kuna boti zina wiki moja, kuna boti zina siku hata 10, na sasa hapo leo zinafika karibu boti 10, na leo hakukua kazi, walikuwa wanatumika kidogo kidogo. Sasa leo hakuna hata mzigo mmoja ulitoka ndani ya boti kwenye bandari ya Mshimbaki. Kesho ni siku ya 5, maana yake mizigo ipakuliwe, isibaki mu maboti. Kabaki mu maboti tunaweza tukapata hasara. Siku hizi 2 zilipita kuna maboti mengi yamezama. Sasa isije kazamia tena hapa bandarini. Mimi ni mchuuzi, kati ya wachuuzi ambao wanatumika kazi ya biashara hapa jijini Baraka. Tunatoa biashara Tanzania, linafika hadi hapa Baraka. Ila tumepata na mshangao kwa siku ya leo. Tunajua kila siku wanatumika kazi kuanza siku ya kwanza hadi siku ya posho. Na siku ya Mungu kama kuna uwezekano kwa nasaidia watu kwa kupakua mizigo. Lakini tamshangao leo tulifika bandarini tukakutana kule hakuna kazi yoyote, mizigo ipakuliwi, watu wanakaa tu pale, na boti zenye tuko nazo hapa sio meli, na bandarini yenyewe kwanza haina kirewa, fasi ni ndogo, afu mitumbu ni mingi, na mtumbu sio depo. Ndio tulikuwa tunaomba viongozi watufanyie nguvu, kesho mizigo yote iwekwe chini, ole kuchungia mizigo mboti. Mizigo ikizama pale hatujui nani atatusaidia. Yangu kwa sasa iko na siku 3 tangu wasili hapa, na kulifika zingine ziko pale mchikavu. Ninaleta na mimi pia wasiwasi yangu kwa ajili ya mizigo yenye iko mule mumaji yenye haikupakuliwa leo. Tunahitaji vyombo vya usalama vinavyohusika na maji vitusaidie tupakue mizigo yetu pale Mshimbaki. Haikosi wiki iko pale mizigo yetu, lakini iko inapakuliwa mdogo mdogo. Lakini leo tulishangaa, tuko na ile mazoea ya kujua kama kila siku ijapokuwa mizigo inapakuliwa kwa boti, lakini leo tulivofika pale tukakuta hakuna hata kazi hata moja ambayo inafanyika. Mpaka sasa sisi tunajiuliza, yani kwa ajili ya nini hatujui. Tunakuja huku kutoa malalamiko, vyombo vya usalama vitusaidie ili kesho. Leo tunashukuru na tunavumilia, hatujui na kesho pia tunaomba vyombo vya sheria vitusaidie mizigo yetu itoke ndani ya maji, kwa sababu mumaji hamuna depo.
Na moja kwa moja msikilizaji, tutamatishe uchambuzi wetu wa habari na habari za kitaifa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejibu vikali matamshi ya hivi karibuni ya Rais mstaafu Joseph Kabila, ikiyataja kuwa ni madai mapya ya vitendo vinavyofanywa na waasi wa AFC M23 mashariki mwa nchi ya Kongo. Safari ya Limasi Dilwe na undani wa taarifa hii. Naam, baada ya mashauriano yake na jamii za kiraia na kisiasa yaliyofanyika Kivu ya Kaskazini na Kivu Kusini, pamoja na kujitokeza kwa harakati ya kijamii na kisiasa Sauvons la République démocratique du Congo mjini Nairobi nchini Kenya, na baada ya kipindi kirefu cha ukimya, rais wa zamani wa Jamhuri Joseph Kabila Kabange amezungumza tena kuhusu masuala ya sasa, akionyesha uokoaji wake dhidi ya utawala wa nchi chini ya uongozi wa mrithi wake Rais Felix Antoine Tshisekedi ambaye ni rais kwa sasa. Katika mahojiano aliyotoa wiki iliyopita kwa chombo cha habari cha Ubelgiji, seneta wa maisha Joseph Kabila Kabange alisema kuhusu hali ya usalama nchini kuwa wengi wanazungumzia mgawanyiko wa nchi ima balkanizasio, lakini yeye anapendelea kuzungumzia usudanizaji ima sudanizasio wa mgogoro nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa rais huyo wa 4 katika historia ya DRC, kuna mfanano kati ya hali ya sasa ya nchi na ile iliyosababisha kusambaratika kwa Sudan. Mgawanyiko wa Sudan uliorasimishwa tarehe 9 Julai 2011 uliigawa nchi hiyo katika mataifa mawili tofauti, ikiwa ni Jamhuri ya Sudan ya Kaskazini na Jamhuri ya Sudan ya Kusini kufuatia kura ya maoni ya kujitawala. Mgawanyiko huo ulitokana na miongo ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya kaskazini yenye wengi wa Arabu Waislamu na kusini yenye Wakristo waumini wa jadi. Akijibu kauli hiyo katika mkutano na waandishi wa habari Jumanne hii ya tarehe 24 Machi 2026 pembeni ya mkutano wa magavana, msemaji wa serikali Patrick Muyaya alisema matamshi hayo ni kama madai mapya ya vitendo vinavyofanywa mashariki mwa DRC na waasi wa AFC M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Kwa kutaja usudanizaji ima sudanizasio, kwa mujibu wa Patrick Muyaya, Joseph Kabila anaonyesha nia yake halisi kuhusu mtazamo wake juu ya DRC. Patrick Muyaya alisema si jukumu la serikali kujibu hasa kwa kuwa hizi si kauli mpya, sio maneno tu, bali ni matendo ambayo nyinyi wenyewe mmeyataja. Hata tarehe iliyochaguliwa si bahati mbaya. Kuchagua tarehe 23 Machi na kuwa Goma ni kama kudai vitendo vinavyofanyika huko. Pia ni njia ya kuonyesha nia halisi tulionayo. Mimi nitawazuia Wakongomani wazalendo kutorudia neno hilo kwa sababu ni mkakati wa upotoshaji. Wanataka kuingiza sumu ya neno jipya ili lisambae, alieleza msemaji huyo wa serikali akiwa pamoja na waziri wa mambo ya ndani, usalama na ugatuzi na masuala ya kimila pamoja na gavana wa jimbo la Kwilu. Katika muktadha huo, waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari pia msemaji wa serikali Patrick Muyaya alikanusha tena madai ya utawala mbaya yaliyotolewa na seneta wa maisha. Kwa mujibu wake, viongozi wa sasa wanajitahidi kutafuta suluhisho wa matatizo ya wananchi, matatizo ambayo kulingana naye yalipaswa kushughulikiwa tangu enzi za utawala wa Joseph Kabila, lakini hayakufanywa kwa sababu alitanguliza maslahi yake binafsi. Aliongeza tena Patrick Muyaya, kile tunachokijua ni kile tunachokifanya sasa. Muhimu ni kwamba tunashughulikia mambo ya msingi ambayo hayakufanywa kwa miaka mingi. Kwa mfano, katika miaka 18 kulikuwa na mikutano 6 tu ya magavana, wakati sisi tunafanya angalau 2 kwa kila mwaka. Hii inaonyesha tunajikita katika mambo muhimu. Sitafanya kulinganisha mengi, lakini kama tumeambiwa kuwa katika miaka 46 ni chini ya Rais Felix Tshisekedi ndivyo tumeona barabara zenye lami na zinazojengwa, wakati wengine walijenga barabara katika maeneo yao binafsi kama vile Vallée de Lancele, Kingakati, zinazozidi hata zile ambazo zingehudumia mji mzima. Basi chagueni wenyewe. Kwetu sisi ni wazi. Mbwa anabweka lakini msafara unaendelea kusonga mbele, alisitiza Patrick Muyaya. Ikumbukwe kuwa chini ya uongozi wa rais wa zamani Joseph Kabila, viongozi mbalimbali wa kisiasa na wanaharakati wa kiraia wa Kongo walikutana tarehe 14 hadi 15 Oktoba 2025 mjini Nairobi nchini Kenya katika mkutano kuhusu mustakabali wa Kongo. Mwisho wa mkutano huo walitangaza kuanzishwa kwa jukwaa jipya la kisiasa liitwalo Mouvement Sauvons la RDC. Msikilizaji, tulikuwa nayo kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Asante sana Safari Limasidile kwa taarifa yako hiyo ya kitaifa. Msikilizaji, ni hadi hapo ndipo natamatisha kabisa uchambuzi wa habari kwa asubuhi ya leo. Nasema asante sana kwa wenzangu wote ambao walifanya hili na lile ili mradi uchambuzi huu uweze kukufikia kama ulivyo. Shukrani pia kwa fundi mitambo wangu ambaye ni Jean Makelele Kala Jadan. Mimi ni Isake Mulucha Ashipe. Msikilizaji, nasema asante kwa niaba ya wote uliowasikiliza katika uchambuzi huu wa habari. Salamu alaikum.